Karibu tena wapenzi watazamaji, niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni Bwana Ezra, ni kope lako sikio ili niweze kuwachanganulia yote yale ambayo yamejiri. Watanzania ambao wako na hasira wameweza kuikataa hotuba ambayo Rais Samia Suluhu Hassan aliweza kuitoa mnamo siku ya Jumanne tarehe 13 Januari mwaka 2026, kipindi ambapo Samia Suluhu Hassan aliweza kufungua mkutano mkuu wa chama cha mahakimu na majaji Tanzania upande wa Dodoma. Palikuwepo na hafla ambayo Samia alikuwa anaendesha na mahakimu pamoja na majaji. Sasa kuna kauli ambayo Samia aliweza kuitoa pale na haijaweza kuwakaa ama haijaweza kuwapendeza raia wa Tanzania. Samia aliweza kuzungumzia haki. Haki gani hii ambayo Samia anazungumzia eti kwamba taifa haliwezi likakua ama haliwezi likasonga mbele bila ya uwepo wa haki? Kwa hivyo anasema kwamba hakuna taifa linaloweza kuwa na maendeleo endelevu bila ya kuwa na usimamizi mzuri wa haki. Je, Tanzania haki imeweza kuzimwa? Au je, Tanzania haki ipo? Na kama haki ipo, mbona raia wanamzomea Samia kutokana na hii kauli? Mheshimiwa Jaji Mkuu, majaji na mahakimu, mtakubaliana nami kwamba hakuna taifa linaloweza kuwa na maendeleo endelevu na ustawi wa watu wake bila usimamizi mzuri wa haki. Uwepo wa mahakama huru yenye uwezo na uadilifu ni nguzo muhimu ya utawala bora na ni msingi wa upatikanaji wa haki. Serikali itaendelea kuulinda na kuheshimu uhuru huu wa mahakama. Ila nitoe rai kwenu, Mheshimiwa Jaji Mkuu, waheshimiwa majaji na waheshimiwa mahakimu, kuwa uhuru huu hauna budi kwenda sambamba na uwajibikaji, uadilifu, nidhamu, utii wa sheria na uzalendo kwa taifa lenu. Lazima hayo yaendane na uhuru wa mahakama. Watanzania wana matumaini makubwa sana na ninyi, na wangependa kuona mahakama inayosimamia haki kwa uwazi na kwa kuzingatia misingi ya kikatiba, sheria, lakini vile vile utu. Uko mahabusu huko, kuna mtu anafungwa kwa kesi ya kubambikiwa tu. Sasa engineering gani imepita mahakamani mpaka mtu akaenda jela kwa kesi ya kubambikiwa? Akitoka na sasa, mimi sikuwa na kesi, nilibambikiwa tu, lakini nimetoka. Sasa wewe uliyepeleka ukamnyima mtu uhuru wake, kenda ukamfanya afungiwe kule, jipime una jukumu gani katika hilo? Ni muhimu kwa watoa haki nchini kusimama kwenye mstari wa haki mnapofanya maamuzi ya kutoa haki. Ni muhimu kwa watenda haki au watoaji wa haki kusimama kwenye mstari wa haki mnapofanya maamuzi ya utoaji wa haki. Hili ni muhimu sana. Nina matumaini kwamba umeweza kumsikiliza, na ninakuomba kwa moyo mkunjufu, endapo unanipata kwa mara ya kwanza, tafadhali chukua sekunde 1, 2, 3 ukapiga subscription, kwa sababu hiyo ndio njia moja ya kuweza kukuza hichi kituo na kukiendeleza mbele ili taarifa zetu ziendelee kufikia watu wengi. Mimi ni Bwana Ezra, mtangazaji wako mwenye anakuletea matukio baada ya kuweza kufanya utafiti kabambe. Kwa hivyo jiunge na familia hii kwa kupiga subscription, jiunge na familia hii kwa kusambaza kanda zetu kuelekea kwa vikundi vingi. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki. Wacha nikuulize tena,
haki gani hii ambayo Samia anazungumzia? Haki gani? Eti kwamba hakuna taifa linaloweza kuwa na maendeleo endelevu bila ya kuwa na usimamizi mzuri wa haki. Hiyo haki ambayo anazungumzia ndiyo haki ambayo Watanzania wamekuwa wakililia sana, haswa wakati huu ambapo wengi waliweza kupoteza ndugu zao. Hichi kipindi cha juzi, kipindi ambapo machafuko yalizuka Tanzania baada ya maandamano. Wengi waliuawa wakazikwa na jeshi la polisi na hii serikali. Serikali hii imekuwa ikieneza taarifa kwamba amani ni bora. Amani ni bora. Tuache kuchoma taifa letu. Samia unajua alisema juzi eti kwamba wale ambao walikuwa wanaandamana walikuwa wamelipwa ili kuandamana. Eti kwamba wale ambao walikuwa wanaandamana walipewa vijisenti na wale ambao wanamezea mate madini ya Tanzania. Watanzania wakaanza kusema kwamba hapata kuwepo na amani bila ya haki. Sasa Samia ameona kwamba Watanzania wengi wameegemea upande wa haki na yeye ameweza kujiweka pale, akisema kwamba haki ni nzuri. Hatujakataa. Haki gani hii ambayo Samia anaizungumzia kipindi ambapo kuna ndugu zetu ambao waliweza kuuawa, lakini mpaka wa leo hawajaweza kupatikana waliko? Kuna ndugu zetu ambao waliweza kuuawa, familia zao hazijaweza kupata miili na wameambulia kuzika viatu. Haki gani hii? Haki gani? Hakuna haki. Kama Samia angekuwa anazungumzia haki, hapange kuwepo na wizi wa kura Tanzania. Ungeandaliwa uchaguzi wa haki na huru, kwa sababu mpaka huo uchaguzi bado unaangazia mambo ya haki. Kama kweli Samia anathamini haki, nyaraka za yale ama za ile miradi ya serikali ambayo anazidi kuuzia watu ambao wanaitwa Waarabu, hangekuwa anazificha. Ndio. Alafu sasa cha kushangaza amesonga mbele na kusema kwamba uwepo wa mahakama huru eti ni msingi wa upatikanaji wa haki. Sasa wacha nikuulize mpenzi mtazamaji, kwa sababu Tanzania yetu tumekuwa tukisema kwamba hakuna haki. Kipindi ambapo tumekuwa tukisema kwamba hakuna haki, je, ni kumaanisha kwamba hakuna mahakama huru? Sasa Samia anazomea taasisi ya haki, yani taasisi ya mahakama Tanzania. Unajua hii leo machawa wa Samia wameweza kuona moto. Wamegundua kwamba licha wanamtetea Samia, Samia anaweza akawaruka. Samia amekuwa akitumia mahakama kujiendeleza kisiasa na kuwafinya wale wapinzani wake. Amekuwa akitumia mahakama, amekuwa akitumia jeshi la polisi kujiendeleza kisiasa, na taasisi ya mahakama Tanzania imekuwa ikikubali kutumika. Hii leo wamejiona wajinga, kipindi ambapo Samia anawazomea hadharani akiwaambia kwamba uwepo wa mahakama huru ni msingi wa upatikanaji wa haki. Yeye Samia ametumia mahakama kumbambikizia kesi Tundu Lissu na amemfunga jela. Sasa eti anazungumzia eti kule kwa jela kuna mtu aliweza kubambikiziwa kesi na amefungwa pale. Na sote tunaelewa Tundu Lissu alikamatwa, serikali ikamwekea kesi za uhaini, za kubambika tu. Wengi wamebambikiwa kesi
katika utawala huu wa Samia. Samia yuko na haki gani? Yuko na uhuru upi kuzungumzia utu na aliua Watanzania? Kwenye hiyo kauli ambayo nimewawekea, nadhani kwamba mmeweza kumsikia akisema kwamba utu, 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 utu. Utu gani huu ambao anazungumzia kipindi ambapo ameua? Kama angekuwepo na hisia za utu ndani yake, hangeruhusu jeshi la polisi kufanya mauaji. Ndio, tusemezane ukweli mpenzi mtazamaji. Eti ataendelea kuulinda uhuru wa mahakama. Wacha nikuulize swali mpenzi mtazamaji. Unahisi ndani ya Tanzania yetu mahakama ziko na uhuru au mahakama zinatishwa na serikali? Tusemezane ukweli. Ndio, tusemezane ukweli mpenzi mtazamaji. Mahakama unaona kweli ziko na uhuru? Mimi sioni iwapo mahakama ziko na uhuru. Sasa kitu ambacho kimewafanya Watanzania kuweza kumzomea Samia ni kwa sababu anazungumzia kitu ambacho kinaitwa haki, kipindi ambapo yeye mwenyewe aliweza kuiba kura, aliweza kuandaa uchaguzi ambao haukuwa wa wazi, haki na huru. Yeye mwenyewe aliweza kuua Watanzania, amekataa haki isije katendeka kwa wale familia ambao waliweza kupoteza ndugu zao, waweze kupata haki, waweze kupata fidia, haki iweze kutendeka kwa wale ambao waliweza kuua, kuangamiza, kudhuru na kuumiza, wachukuliwe mkono wa sheria. Amekataa hilo. Anazungumzia utu gani huu? Utu gani kipindi ambapo yeye ndiye aliweza kutoa amri wananchi wauawe? Sasa hichi kitu ndicho kimeweza kuwakasirisha wananchi mpaka wameweza kumzomea. Asanteni sana. Wazo lenu ni lipi?